itahusisha shehia zote 8 ya jimbo la Gando na itahudumia watu kwa haki, usawa, bila ya kujali tofauti za kisiasa. Lakini vile vile wananchi wa jimbo la Gando, nimeahidi na nadhamiria, kwa sababu mimi najua Mwenyezi Mungu anasema innal ahda kana mas'ula. Hakika ya ahadi kwa Mwenyezi Mungu ni yenye kuulizwa, na mimi naogopa kuwa miongoni mwa wanafiki wale waliosemwa na Mtume kwamba wakiweka ahadi hawatimizi. Nimedhamiria kuimarisha sekta ya elimu na afya kwa kushirikiana na nyinyi walimu wa jimbo la Gando. Juzi nilikuwa Fundo na visiwa vingine wanafanya kazi kwa mazingira magumu, lakini kwa mwakilishi mimi Khadija Abdulatif Salim nitahakikisha wanafanya kazi kwenye mazingira salama ili elimu ya wananchi wa jimbo la Gando ufaulu uzidi. Hapa Gando tutakuwa na mainjinia wa kutosha, madaktari wa kutosha, hata wavuvi watakuwa na utaalamu wa kutosha. Hapo vipi? Lakini vile vile wananchi wa jimbo la Gando, mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Mkinichagua mwakilishi mimi, hamtamchagua mwakilishi ambaye atakwenda kwenye baraza akipiga makofi akisinzia. La hasha. Utachagua mwakilishi ambaye atashirikiana vyema kwenye kutunga sheria rafiki ambazo zitaboresha maisha ya Watanzania, Wazanzibari na Wapemba. Sio kwenu maaskari. Mkinichagua mimi tarehe 28 mtafanya kazi kwenye mazingira mazuri, kwa sababu nitawatetea kwenye baraza la wakilishi. Sio walimu, sio wananchi, nyote mtamchagua mtu ambaye anafaa. Kwa hiyo kwenye hilo msifanye makosa. Jamani, nimepita maeneo mbalimbali mpaka sasa hivi, nimepita Chozi. Vijana wa Chozi mpo hapa? Kina mama wa Chozi mpo? Wallahi barabara yao ni 1.2 kilomita. Baada ya miaka 60 ile barabara, mpaka wazazi wakitaka kuzaa wabebwe, hakuna njia. Wanazaa kwenye mikono, kwenye vichaka, hata bajaji hazipiti wakati wa mvua. Tumesema tunaanza na Chozi na maeneo mengine. Nichagueni niwatumikie. Nimetoka kwenye kisiwa cha Fundo. Wanafunzi wanapata shida, wanakunywa maji ya visima vichafu. Si shule, si madrasa. Tunaambiwa watu wanajisifu maji hapo, ndio, lakini ya mgao wananchi wanateseka. Kwa vile mie nikiwa mwakilishi, pale palipofanywa vizuri nitaendelea kufanya vizuri zaidi, na pale ambapo hapafanywa basi nitatengeneza biidhnillahi. Inshallah. Lakini naomba nizungumzie suala la amani. Jamani, viongozi wote hapa wamezungumza. Amani ina thamani kuliko chochote. Maisha ya Mpemba yana thamani kuliko kitu chochote kile.